Mtazamaji wa Asili Yetu TV, ni kuelekea tarehe 1 ya mwezi wa 11 mwaka huu 2026 ambapo inakwenda kufanyika tamasha kubwa ambalo ni usiku wa jasiriamali, wasaa ambao wajasiriamali watakaa pamoja kuweza kujifunza, kubadilishana mawazo juu ya sekta hii muhimu katika biashara. Sisi tuko tunapita na kwa baadhi ya watu ambao wameweza kujitoa kwa mchango wao wa hali, mali pamoja na muda kuhakikisha kwamba tukio hili linakwenda kufanikiwa. Tunakwenda tunapita, tunafanya nao mahojiano kuweza kujua safari yao, biashara wanazofanya na shughuli ambazo wanakuwa wanajishughulisha, na fursa yenyewe kutokana na tamasha hili. Wanatoa hotuba gani kwa wadau na wakazi wa mkoa wa Njombe, waweze kutueleza machache kuhusiana na masuala kama hayo. Nipo na mama hapa, atakwenda kujitambulisha, lakini pia atakwenda kutueleza biashara anayoifanya. Na jina niite David Edward. Moja kwa moja twende tuungane pamoja. Mama, habari yako? Salama, habari za kazi? Yes, salama kabisa. Labda kwa faida ya mtazamaji wetu jitambulishe, unaitwa nani, lakini pia kwa biashara ambayo umekuwa ukijishughulisha nayo. Kwa majina naitwa Kaselin Mlinga, ni mfanyabiashara wa chakula maarufu kwa jina la Mama Mboni, mtaa Vegas. Pengine unafanya biashara ya chakula, kuna fursa gani ambayo uliona katika sekta hii ya biashara ya chakula? Sekta ya biashara nimeona fursa kubwa kwa sababu nilianza mtaji nikiwa na mtaji mdogo. Sasa hizi biashara yangu imepanuka, imekuwa unauza chakula, hawana frame, hawalipi kodi ya serikali, wanafanya biashara, wanatembeza huko mitaani. Kwa hiyo inakuwa changamoto kidogo kwa upande wetu sisi, kwa sababu sisi kama hii frame, mimi nalipa kodi, nalipa ushuru wa taka, lakini wale wanaotembeza mitaani hivyo vitu vyote hawavifanyi. Mimi natakiwa kupima afya, lakini wenzetu wale wa mitaani hivyo vyote hawavifanyi. Mlikuwa ni miongoni mwa wadhamini wa tamasha la usiku wa jasiriamali tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka huu 2026. Pengine ulitazama fursa gani mpaka ukaamua moja kwa moja uweze kujiunga, kama ukaingia kama mdhamini wa tamasha hili? Mimi nilijifunza kwa sababu event ya kwanza nilikuwa mmoja wapo. Niliona faida vile ile siku ya event tulijitangaza. Baada ya pale mimi nimeona biashara imepanuka kupitia event hii, naamini itakuwa kubwa zaidi ya ilivyokuwa mwanzo. Kwa sababu pale baadaye watu wakawa wananipigia simu, tunaona Asili Yetu TV na nini hapo, tumeona Asili Yetu TV wamepost Mama Mboni. Kwa hiyo kiukweli hivi vitu huwa tunaviona kwa nje ni vidogo, lakini tunavyoingia kwenye tasnia ya habari ni vitu vikubwa, na tunatanua biashara kwa ukubwa. Mtu mwingine anakuja tu baada ya kuona Asili Yetu TV wameposti Mama Mboni mgahao, wanakuja. Usiku wa jasiriamali kwa wafanyabiashara na wajasiriamali ndani ya mkoa wa Njombe, kuna umuhimu gani wa kuweza kushiriki, kwa maana wajasiriamali wana umuhimu gani wa kuweza kushiriki tamasha hili? Umuhimu upo kwa sababu utapofika yale maeneo utakutana na wafanya biashara tofauti tofauti. Kuna vitu vya kujifunza juu ya masoko, juu ya kumuomba mteja, yaani kuna vitu vingi juu ya hili tamasha. Kwa mfano siku zile tamasha ile iliyopita mimi nilijifunza vitu vingi sana. Ndio. Na labda sasa endapo sasa tamasha hili limefanikiwa, unaiona wapi sekta ya ujasiriamali katika mkoa wa Njombe baada ya tamasha hili? Mimi naiona mbali sana hii sekta, kwa sababu nilianza na tamasha hili likiwa changa, sasa hizi naona linazidi kuwa kubwa na naona litakuwa kubwa zaidi. Na kwa wafanyabiashara, labda wafanyabiashara nao nawasii wasogee kwenye hii sekta, yaani wasogee kwenye kipindi, wasogee kwenye biashara eneo husika, yaani siku ile ya tarehe 1 waweze kufika kwa wingi, wajifunze vitu mbalimbali, kwa sababu mara nyingi kwenye hizi biashara vitu vyetu huwa tunajifunza kwa kuona kwa wengine. Labda sasa nikasema nikupatie nafasi ya upendeleo uweze kuzungumza na mfanyabiashara, mjasiriamali, mkazi wa Njombe anayetazama, umshawishi pengine aweze kuhudhuria tamasha hili, ungemwambia neno gani? Neno la kumwambia mimi, kwanza alipe mchango. Hiyo ni njia mojawapo ya kusapoti vijana ambao wapo wanajitafuta. Ili kama mfanyabiashara atakapolipa mchango, atakapofika pale atajifunza vitu vingi. Yaani kwenye lile tamasha kuna wafanyabiashara wa mabaratiti, wa vitabu, wa wasanii. Yaani ukifika pale unajifunza vitu vingi. Na mara nyingi hata mimi mwanzo nilikuwa nikisikia event fulani nilikuwa naona tu kitu cha kawaida. Lakini baada ya kuhudhuria event hii ya tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka jana, nimejifunza kitu kikubwa sana. Event kama hizi kwa mfanyabiashara yeyote mwenye mwamko wa kwenda mbele na kutaka kujifunza, naomba ahudhurie kwenye event, ajifunze kitu. Ile tamasha ni la wafanyabiashara, na wafanyabiashara wengi tukiweko pale tutapeana mawazo,
kwamba jinsi gani ya kuboresha biashara zetu, jinsi gani ya kuhudumia wateja. Ni hivyo tu, nawakaribisha sana. Na labda sasa utupatie uzoefu kidogo, kuna tofauti gani kati ya mjasiriamali ambaye anafanikiwa na mjasiriamali ambaye anaanza ujasiriamali lakini inafika mahali anakwama? Wewe umekuwa mzoefu, kuna tofauti gani? Tofauti ipo kubwa. Kukwama mara nyingi ni ile kuishiwa mbinu. Na mbinu huwezi kuzipata ukiwa umebaki tu ofisini kwako. Unapoenda kwenye ofisi za watu wengine ndipo unapata mbinu. Unapoenda kwenye event kama hizi unajifunza vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi sikujua kwamba nina jina kubwa, lakini mimi najionea, nilikuwa naona tu kawaida tu, lakini nilipofika ile siku kwenye event ndipo nilipojua ukubwa wa jina langu na ukubwa wa biashara yangu. Na nilipotoka pale nilijifunza, nilipofika kazini, nilipofika ofisini nikajitahidi kuboresha kazi zaidi. Kwa hiyo na hata wafanyabiashara wengine tunapoenda pale tutajifunza vitu vingi na vitakavyotufanya kuturudisha huko kuboresha biashara, ili wanaposema Mama Mngone, mimi ile siku nikapewa na jina lingine Mama Mngone, hiyo hapo limeandikwa Uingereza miski. Lakini yani mtu anaangalia ukubwa wa biashara yako unaofanya. Mimi nilianza nauza tu kande na kongoo. Kwa nauza tu kande na kongoo. Lakini saa hizi nauza kande, kongoo, wali, ugali, nyama, samaki, kuku, chipsi, kila chakula. Umejikamilisha. Nimejikamilisha, lakini kwa jinsi nilivyoanza hata kwa wanaonifahamu wanajua. Na hapo sikuanza tu kongoo, nilianza natembeza vitumbua mitaani, vitumbua vikanipa mtaji, nikaenda kwenye mtaji, nikaa kimgawa tu cha kawaida, nikaja nimeenda, imefikia hatua saa hizi yani ofisi imetanuka. Saa hizi nauza vyakula aina vyote, nauza na vinywaji. Labda ungependa kuwapatia ujumbe gani vijana ambao wanatazama kama kuna ufinyu wa fursa za kibiashara, lakini wewe umeanza, umesema kwamba ulianza na mtaji mdogo, msiku ukapambana, leo unaona biashara yako imesimama, unapatia ujumbe gani vijana? Ujumbe ninaopatia vijana ni kutokukata tamaa na kutokuwa na haraka ya maisha. Ili uweze kufanikiwa utakiwa kuwa na haraka ya maisha. Kwenye maisha unatakiwa uwe mvumilivu, msikivu, na vile vile yani kama kijana hautakiwi, yani kuna vijana wa saa hizi wanataka leo ana 50 kesho awe na 200,000. Hicho kitu hakipo. Je, hiyo 50 yako umeingisha umezalisha nini? Umekula nini? Kipi kimebaki? Vijana wengi hicho kitu hawakiangalii. Ndio maana utakuta hata mara nyingi vijana utakuta wao wanalalamika kwenye vyombo vya habari, naomba msaada. Fursa ziko nyingi, watu wanatakiwa wafanye kazi za kufanya zipo nyingi sana kama vijana wenye nguvu. Mfano mimi hapa tu kwangu nina fursa na wafanya kazi hapa vijana wana nguvu. Nimeshatoa ajira, na katika kitu ambacho huwa nawaambia wafanyakazi wangu, usifanye kazi kwamba nafanya kazi kwa Mama Mngone, fanya kazi kwa ajili ya kesho, na wewe Mungu akikupa neema ufungue ofisi kama hii tena uiboreshe zaidi yangu mimi. Lakini watu wengi wao, vijana wengi wa saizi anatamani afanye kazi leo na leo apewe mafanikio, na ndio maana utakuta muda mwingine tunapata hasara na tuibia kwa sababu ya tamaa. Vijana saizi tamaa nyingi sana. Lakini mimi nawatia moyo vijana, yani nawasihi sana wawe na moyo wa uvumilivu, watafute kwa juhudi, wasichoke. Unakuta kijana mdogo miaka 22 saizi amekaa tu kijiweni, hana kazi yoyote, hana anachokifikiria. Kesho utasema mimi ni maskini. Ili utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine lazima uwe na juhudi ya kufanya kazi. Na labda sasa tunavyoelekea ukingoni, kwa sentensi moja, usiku wa jasiriamali unamaanisha nini kwako? Usiku wa jasiriamali kwangu una maana kubwa sana, kwa sababu nilianza tu usiku wa Asili Yetu TV. Leo imeshatoka Asili Yetu TV, sasa hizi imeshaingia kwetu. Usiku wa wafanyabiashara, yani ni usiku mkubwa ambao tutajifunza pale vitu tofauti. Na mimi nategemea baada ya lile tamasha nitakuwa mtu sio Mama Mngone yule niliyopo sasa hizi, utakuja mwingine. Nitakuja mwingine kabisa. Bwana mtazamaji wa Asili Yetu TV, usipange kukosa katika usiku wa jasiriamali ambapo itakuwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 11 mwaka utakuwa ni huu wa 2026. Hakikisha kwamba unachukua tiketi yako mapema na mwisho siku unaweza kuhudhuria katika tamasha hili. Umeweza kumsikia Mama Mngone, ameweza kutoa shuhuda zake namna alivyoanza biashara yake, alipofika na matarajio yake pengine baada ya kuhudhuria usiku wa jasiriamali, anajiona akiwa mbali zaidi. Bwana, langu jina ni David Edward wa Asili Yetu TV.